Mwekezaji wa ndani anayejishughulisha na kilimo mseto katika eneo la Mwavi, wilaya ya Bagamoyo, mkoani Pwani, ndugu Kenneth Amon, amedai kuwa baada ya eneo lake kuvamiwa kwa mara kadhaa na wafugaji na baadhi ya wafanyakazi wake kujeruhiwa kwa silaha za jadi, kumekuwa na ugumu wenye utata kwa upande wa jeshi la polisi wa eneo hilo kushindwa kuchukua hatua kwa watuhumiwa ambao wamekuwa wakifanya uharibifu huo. Kenneth akizungumza na Gadi TV akiwa katika eneo hilo, amesema kwa mara kadhaa amejaribu kufungua kesi zaidi ya 6 katika kituo cha polisi cha Kiwangwa wilayani humo, lakini zimekuwa zikifutwa katika mazingira ya kutatanisha. Hata hivyo, wanakijiji wa eneo hilo wameungana na mwekezaji huyo wakidai kuwa wafugaji wamekuwa wakichungia mazao yao na kusababisha uharibifu mkubwa mashambani mwao na hata wakati mwingine kutumia silaha za jadi kujeruhi wananchi. Kadhalika, uongozi wa juu wa jeshi la polisi mkoa wa Pwani umesema hauna taarifa hizo kwa sasa na umeahidi kuzifuatilia. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisa Msuya. Vijana wangu wakiwa katika kazi zao za kawaida walikuwa 6, wakiwa na fedha taslim na vifaa vyao vya kazi, walivamiwa na wafugaji wasiopungua 30, wakawapiga sana na kuwajeruhi vibaya, wakanyang'anya simu, pesa na macounter book ambayo walikuwa wanatumia kuandika vitu mbalimbali. Wakawachukua na kwenda kuwahifadhi kwenye nyumba moja ya mfugaji kama mateka. Tulijaribu kutumia njia mbalimbali kuwapigia polisi, lakini walikataa kutusaidia. Tukajaribu kuwapigia wafugaji kwamba waruhusu angalau wapeleke hospitalini, wakakataa. Baadaye mwenyekiti wa kitongoji akaja akawachukua na kufanikiwa kuwaleta kituo cha polisi ambapo mimi niweza kupata PF3 kwa ajili ya matibabu. Lakini baada ya hapo nikaenda kwa DC nikatoa taarifa kwamba hiyo kesi hilo tukio limetokea, lakini hakuna mtu yote alichukuliwa hatua, hakuna mtu aliyekamatwa wala kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo akatoa maagizo kwa OCD au watu wachukuliwe hatua, lakini mpaka leo hakuna mtu aliyechukuliwa hatua wala chochote. Kwa hiyo hiyo kesi ikawa imefutwa kwa namna hiyo. Vijana wapo walijeruhiwa vibaya, PF3 tunazo, lakini hakuna hatua iliyochukuliwa. Haikuchukua muda kutokana na hali hiyo ambayo polisi wamekuwa wakifanya kuwabeba hao wafugaji. Kama baada ya miezi 2 walivamiwa tena wafanyakazi wangu wengine walijeruhiwa vibaya, tukaenda tena hapo polisi tukapewa PF3. Vijana wakatibiwa, nikamwambia wafuatilie kesi yao. Walipofika pale walitishiwa na kuwekwa ndani na wakanyang'anywa na zile PF3 zao walizokuwa nazo. Baadaye wakaachiwa, wakaambiwa waondoke. Kwa hiyo na hiyo kesi ikawa imeishia hapo. Matukio haya kuishia hapo. Baadaye tena kuna mfugaji mmoja aliingia katika shamba langu kwa jinai, akajenga nyumba na zizi. Nikaenda kituo cha polisi na nyaraka zangu za umiliki nikawaelekeza, wakanipa arabi, tukafanikiwa kumkamata fundi anayejenga. Baadaye akampeleka mtu aliyempa kazi ya kujenga ambaye ni huyo mfugaji. Lakini nilipojaribu kufuatilia kesi yangu akaniambia kwamba huyo mfugaji amepewa onyo, lakini mpaka tunavyoongea leo hajabomoa hilo banda wala hilo zizi. Mambo ya kuishia hapo yamekuwa yakiendelea kutokea. Tukio kuu limetokea mwaka 2024 mwezi wa 12 kama tarehe 2 hivi, ambapo tukiwa shambani kwetu tulivamiwa na wafugaji wengi wasiopungua 300 wakiongozwa na viongozi wao ambao wanajiita ni viongozi wa wafugaji. Wakatuharibia mali zetu, wakapiga vijana vibaya, na kutokana na kwamba mimi na wafanyakazi wengi hapa wasiopungua 70, ilibidi mimi niingie nyumbani kwangu na kuchukua bunduki kwa ajili ya kujihami, nikiwaala ati kwamba wasiendelee na hizo fujo. Walipokimbia wote, mimi nikambeba kijana wangu nikaenda naye moja kwa moja mpaka polisi Kiwangwa. Nikafika pale nikawaambia kwa bwana, siku ile tumevamiwa kama tulivyokuwa tunawapa taarifa muda wote na mkakataa kuja. Wakasema wenyewe, unasemaje? Nikamwambia naomba PF3 nikamtibu kijana wangu. Basi wakatupa PF3, nikambeba kijana wangu nikampeleka kule hospitali, akaanza kupatiwa matibabu. Habari yake ikawa mbaya hivi na hivi, lakini madaktari wakajitahidi kuokoa maisha yake. Nikarudi kituo cha polisi pale kwamba sasa tunataka tufungue kesi, wakanikatalia kwamba huwezi kufungua kesi, anatakiwa ufungue kesi yule aliyejeruhiwa. Nikamwambia tumeharibiwa mali. Wakasema hapana. Si punde akaingia OCD wa wilaya ya Bagamoyo. Alipofika pale akanikuta mimi niko hospitalini, akaangalia hali pale ilivyo, akaniambia wewe twende kituoni. Kwa hiyo nikaenda kituoni, akaniweka chini ya ulinzi, wakaniweka rumande. Siku iliyofuata ambayo ni tarehe 3 asubuhi
kuja eneo la tukio ambapo walikuwepo RCO na timu yake nzima ya upelelezi ya mkoa, OCCID na watu wake wa upelelezi. Tulikuja mpaka shambani kwangu, tukakagua mazingira ambayo tukio lilitokea, wakaona mikuki, wakaona nguo za wale Masai, wakaona na uharibifu uliofanyika, wakachukua sample za kila kitu pamoja na damu za kijana wangu aliyekuwa ameumia. Wakaingia nyumbani kwangu, wakakagua, wakachukua bunduki, wakasaini, na viongozi wa kijiji walikuwepo. Tukawa tumeondoka, tukafika Bagamoyo tena, nikarudishwa rumande. Familia yangu ikawa inajitahidi sana kujaribu kupata dhamana, lakini ikawa inashindikana kwa madai OCCID akidai kwamba amepewa oda na RCO na OCD kwamba mimi nisipewe dhamana. Mimi nikiunganisha na maneno niongelea OCD jana, nikasema sawa, inawezekana ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mimi nikawaambia familia, nyinyi tulieni tu, acheni. Siku ya tarehe 4 jioni ndo nikaandikishwa maelezo. Wakati kuandika maelezo akawa analazimisha waandike kwamba walinichukua maelezo tarehe 2, lakini mimi nikagoma. Nikasema hapana, maelezo nimechukuliwa leo na nitasaini, na mbele ya sahihi yangu nikawa naandika tarehe ambayo mimi nimechukuliwa maelezo. Kwa basi wakanichukua maelezo pale, wakanirudisha tena rumande. Familia yangu ikajaribu kupambana pale, ikashindikana. Basi kwa hiyo nikabaki nikalala. Kesho yake asubuhi familia yangu tena ikaja, ikaamka, ikaja na mwanasheria. Mwanasheria akaongea na OCCID kwamba basi kama inawezekana akafunguliwe nini? Ikafunguliwe, aende akajaribu kufungua kesi mahakama kuu kwa ajili ya kupata hiyo dhamana. Mimi nikarudishwa rumande. Baadaye wakaonana na ndugu zangu pale, akaambia bwana, huyu mtu anaweza kupewa dhamana, lakini mnatakiwa mweke cash bond ya shilingi milioni 2 na mulete wadhamini 2. Basi walioko nje wakafanya hivyo. Baadaye mimi nikaambiwa tu nije nisaini karatasi na wale wadhamini wakasaini, tukaondoka. Tulivyoondoka maana tuondoka kwa dhamana pale. Kwa hiyo kesho yake nikaitwa tena, unatakiwa uje, unatakiwa usikae mbali. Mimi nikaenda pale, hakuna kitu kilichofanyika. Siku inayofuata tena nikaitwa kwamba bwana, wewe natakiwa usikae mbali. Nikamwambia mimi leo na kesi wizara hapa kwenye mahakama ya ardhi ya wilaya, kwa hiyo nipo around. Kwa hiyo nikaenda kwenye kesi, baadaye nikaambiwa njoo. Nilipofika pale nikaambiwa bwana, natakiwa ende mahakamani kama mida ya saa 8. Kwa hiyo nikachukuliwa pale, nikapelekwa mahakamani. Nilipofika mahakamani nikasomewa mashtaka ambayo hata mwenyewe alinishangaza. Pamoja na kwamba wamekuja huko, wamekagua, wameona mimi nilivyoshambuliwa, lakini nikasomewa mashtaka kwamba mimi nimewafuata wafugaji wakiwa mapolini wanatafuta ng'ombe, nikawapiga risasi. Kitu ambacho kilinishangaza sana, kwa sababu wao walishuhudia kila kitu, walibeba evidence zote, walichukua mikuki, waliangalia nyumba zilivyoumizwa, waliuliza watu, walijua idadi ya watu, na mpaka wao wenyewe pia waliweza kuweka hata watu wa FFU kuwa wanalinda eneo hili kutokana na hizo fujo. Basi ndio tukawa tunaendelea na kesi mpaka sasa hivi. Na kukawa kuna vitisho vya hapa na pale, kama OCCID aliweza kuniandikia message pia ambayo nayo akaniambia kwamba nisitukane mamba sijavuka mto, yani hivyo, mara sijui nitageuziwa mashtaka, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nikawa nimeacha tu mambo yaende, kwa sababu kesi iko mahakamani, nikaacha mambo yaende. Kwa hiyo mambo yanavyozidi kwenda, nikakaa nikafikiria sana, nikasema sasa kwa haya matukio yote yalikuwa yanatokea huko nyuma na kila kitu, mimi nifanyaje? Nikaamua niende kwenye ofisi ya DC. Nikaenda bahati nzuri nikakutana na Dasi pale, nikamueleza matatizo yangu. Akaniambia kama inawezekana hivyo vitu andika barua. Kwa hiyo nikaandika barua tarehe 12. Nikaandika barua nikaisubmit, lakini nikapeleka nakala kwa OCD, nikapeleka nakala kwa RPC na RC, ambapo matumaini yangu wataifanyia kazi. Haitakuwa labda kama siku za nyuma ambavyo walikuwa wanatoa oda kwa hao polisi na nini, lakini hakuna kitu kinafanyika. Kwako imekuathiri kwa kiasi gani? Kwangu imeniathiri sana, imeniathiri kiuchumi, kwa sababu siku hiyo waliofanya matukio waliweza kunisababishia hasara. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo vijana wangu wanachuma nyanya, ambapo tuliweza karibia boksi 200 na ziliweza kuoza. Alafu pia walikuwa na kazi ya nanasi, pia nanasi hazikuweza kutoka siku hiyo kwa sababu ya hizo fujo. Wanakijiji wote wa huku kwetu walikuwa wamekimbia, wamekimbilia mjini wakiogopa kupigwa kwa sababu ya hizo fujo. Kwa hiyo kazi nyingi zikawa zimesimama kipindi hicho. Ukiachana na hivyo, uharibifu waliofanya ni mkubwa sana. Mali zangu nyingi wameharibu, kama
kama mashine yangu ya kuchongea barabara walipasua kioo na mkuki, fence wakavunja, nyumba baadhi wakavunja vioo, wakakata mazao yangu kama papai, mabomba, solar panel wakazivunja na vitu vingine vingi ambavyo nimeviorodhesha pia huko kwa wakuu ambao nimepeleka barua. Ombi langu mimi kwa serikali, kuanzia kwa Mheshimiwa DC, RC, mawaziri husika kwa mfano waziri wetu wa kilimo Mheshimiwa Bashe, waziri wa mambo ya ndani, waziri wa mifugo, na Mheshimiwa mama yetu Mama Samia Suluhu, watuangalie sisi vijana tunateseka, tunapambana, tuna invest hela nyingi sana kwenye haya mambo, lakini mwisho wa siku tunakuja kukatishwa tamaa na watendaji hao wa chini kama polisi kwa ajili ya manufaa yao. Sasa sisi tunaomba kama inawezekana uchunguzi wa kina ufanyike. Kama kuna mtu ambaye aidha ni mimi ndo tatizo au ni watu ni tatizo, hatua stahiki zichukuliwe. Vijana wetu waliojeruhiwa na kuumizwa na mali zetu zilizochukuliwa zikaachwa polisi mpaka leo, tuweze kurudishiwa na haki ipatikane kwa kila mtu, na kila mtu abaki kwa nafasi yake. Anayemiliki ardhi yake aitumie kwa manufaa yake na kwa manufaa ya taifa, kwa sababu tunavozalisha huku sio kwa faida yetu peke yetu. Tunatengeneza ajira, tunatengeneza mzunguko wa pesa na vitu mbalimbali ambavyo vinaisaidia pia taifa letu, lakini tunakuwa watu tunaishi upweke wa hali ya juu, kwa sababu huwezi kwenda kokote ukasaidiwa. Wafugaji wamekuwa kero kwetu pamoja na tembo. Hatuna la kufanya mama yetu, Mama Samia, tunaomba utusaidie sana. Wanawake tunapigwa, tunavuliwa nguo. Hatuna cha kufanya mama wangu. Tunaomba utusaidie kwenye maisha yetu. Mimi nasomesha watoto, sina sehemu ya kuwapeleka. Hela yenyewe sina sasa hivi, siwezi kulima chochote kile. Nilikuwa na manasi eka 4. Wanaingiza hivi manasi yameiva, ng'ombe wanaingiza. So kama wanaingiza nipo. Hilo ndo wamekapo, wana mishale, wana sime, wana virungu, wana fimbo. Basi ukileta ubishi, na mimi kweli leo inaniuma, naleta ubishi kwa sababu ya eneo langu, kwa nini niingizie ng'ombe? Kwa hiyo kwa vile mimi niko mbishi, wananipiga wanavyotaka wao. Mimi jambo langu nikilifuatilia linakwamia polisi. Halikwamii mahakamani, sitaki dhambi. Maana halifikishwi mahakamani. Naishia polisi wakwambia ndio ni kesho kutwa yule bwana kakimbia kwa sababu hawajulikana wanakotoka na wanakoingia. Basi linaisha hivyo, na wewe donda limeisha la maumivu la kupigwa na nini, basi unaishi kwa unyonge wako. Na huo unajulikana unyonge wetu tulionao sisi. Kwa kweli taifa hili wanajua, isipokuwa tu mwenye kisu kikali ndio anayekula nyama. Mimi sina ile taarifa bana. Mimi ndio bwana sio toka kwako. Mwavi wa Bagamoyo? Ndio. Mimi sina hiyo taarifa, to be honest. Ndio. Labda nifuatilie nimuulize usiji. Mimi sina hiyo taarifa.